Habari za wakati huu mtazamaji wa SQF TV na kusalimu sana popote pale ulipo. Karibu sana katika taarifa yetu ya habari jioni ya leo ya Oktoba 15, 2025. Matangazo yetu yanarushwa live kabisa kupitia studio zetu zilizopo hapa ACC jijini Arusha uko na Mipendo Gorton. Mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila amewataka wananchi wa jiji hilo kupuuza taarifa zinazosambazwa mitandaoni kuhusu wito wa maandamano, akisema serikali haitavumilia vitendo vyovyote vitakavyoweza kuhatarisha amani na utulivu wa mkoani humo. Akizungumza leo Oktoba 15 wakati wa ziara yake ya kukagua ujenzi wa barabara inayojengwa kuanzia Mbagala hadi Kongowe, RC Chalamila alisisitiza kuwa serikali ya mkoa wa Dar es Salaam imejipanga kuhakikisha shughuli zote za kimaendeleo zinaendelea bila vikwazo vyovyote. Nimesoma kwenye mitandao, wapo baadhi ya vijana wenzetu, makada wa vyama vya siasa, wanasema tarehe 29 mwezi wa 11, mwezi wa 10, siku ya uchaguzi, wataandamana, watafanya fujo. Wengine wamesema wataenda kuchoma vituo sivyo vya mafuta. Mimi naomba niwaeleze ukweli ndugu zangu na Kongowe. Mji wenu huu wa Dar es Salaam uko salama sana. Wala msije mkaogopa kitu chochote, hata kama wewe ndio unayetaka kufanya. Hata wewe wala usiogope. Wewe kama unataka kufanya wala usiogope, wala mtu asikutishie kwamba bwana hebu acha. Wala wewe nenda tu ukajaribu unachotaka ukifanya na kuthibitishia. Yani kabla haujapeleka mguu wako mbele, lazima utakuwa kusha sali sala baba yetu mara 5. Kwa sababu hii mambo ya mizaha hii tumeshachekeana sana. Haiwezekani leo mwananchi anajenga nyumba kwa gharama kubwa kwa kukopa mkopo benki, halafu mwananchi mwingine anakuja anasema nyumba yako hii nataka nichome moto, wewe ule hasara eti kwa sababu ya ugomvi wa vyama vya kisiasa. Hii tunaweza tukairuhusu hii? Wewe kama mgombea wako hayupo au mgombea wako mtaki, acha, kwa sababu baada ya tarehe 29 tuna nchi inaendelea kama kawaida. Baada ya tarehe 29 watoto wanahitajika shule. Baada ya tarehe 29 watoto watahitajika kutibiwa, wewe utahitajika hospitali, utahitajika kutafuta uchumi. Sasa watu naona kwa sababu amani hii tumekwisha ishiba mno, wanatamani hapa mabomu yalike tarehe 29, mabomu yalike tarehe 30, mabomu yalike tarehe 1, tarehe 2. Jamani, tutakula nini? Na Dar es Salaam maisha yetu nyewe mnayajua. Watu wengi tunaishi kwa kuunga hapa. Unatafuta asubuhi ili ukale jioni. Uongo kweli? Sasa siku 3, siku 4 wameziba barabara. Utaipata wapi pesa? Acheni mambo hayo. Angalieni kwenye TV. Wenzetu huko kwenye mataifa mengine, jengo linaporomoka limepigwa mabomu, watu wanakufa 1000, watoto wanakimbia, akina mama wanakimbia. Baba elewe watoto wako wapi. Msicheze na amani ya taifa hili. Kilichopo nataka niwathibitishie, hata wenzetu wa mataifa kadhaa huko mahali wamekusha chokonoa mataifa yote, lakini wanashangaa amani iliyopo katika taifa la Tanzania. Wanajaribu mtumbwi huo wa uchokonoe wa utoboe, ili tukianza kumwaga damu hapa tusije kurudi tena kwenye amani. Naomba niwaeleze ndugu zangu na Kongowe, tugombane tunavyogombana, tusemezane tunavyosemezana, lakini tuweke mipaka kwamba katika hili tusivunje amani iliyopo. Tukijiroga hapo kuja kuinyanyua amani hakuna tena. Alafu kila mmoja angalie dunia ilivyo hii. Wenzetu wanaleta fujo, unakuta ameweka hela, anavuka mpaka kwenda Kenya, anavuka mpaka kwenda Msumbiji, anavuka mpaka kwenda si wapi. Nyewe mnakumbuka ndugu zangu na Mbagala hapa, iliwahi kutokea hapo Kibiti hapo kuliwahi kuchafuka, mnakumbuka? Mnakumbuka? Si mlikuwa mnalala saa 12 nyewe? Au umesahau? Sasa mnataka fujo ili mlale saa ngapi? Saa 10. Mnataka mlale saa 10 ili maendeleo utayapata hapo. Walikuja wanaume hapo walitishia tu namna hii. Walikuta barabara na kuchinja. Watu saa 12 na kitambi kizima umeshabonyea ndani. Uongo kweli? Sasa unataka nini? Unataka fujo tena? Unataka fujo ambao mjawahi kuiona? Nchi hii iko salama sana. Nataka niwathibitishie, uchaguzi utafanyika. Kwa sababu yapo baadhi ya mambo wanasema mbona sisi tumezuiwa kufanya uchaguzi. Hapana. Naomba niwasimulie. Kila chama kina sera yake. Wao wamesema mimi kama mtu nirekebishia haya siendi kwenye uchaguzi. Mwingine anasema bwana muda huu tumechelewa kurekebisha hayo, twende kwanza tuvuke, alafu tutafanya kwa utulivu. Kwa sababu tukirekebisha makatiba haya kwa haraka tutazalisha katiba ya Chadema badala ya katiba ya taifa.
Tutazalisha katiba ya CCM badala ya katiba ya taifa. Tutazalisha katiba ya CUF badala ya katiba ya taifa. Tunachokihitaji hapa ni katiba ya taifa na sio katiba ya chama fulani. Sijui mmenielewa mpaka hapo? Tunahitaji kwenye katiba, kwa mfano kijana amesoma chuo kikuu, amekaa miaka 3 hana ajira. Kwenye katiba iseme muda huu anaposubiri ajira angalau wao analipwa kapocho kwa pesa ya taifa. Uongo jamani? Hii tunasema hapa wenzetu wana nini? Lakini unasema katiba iseme mimi niingie madarakani, huo ni uchoyo wa madaraka. Hiyo sio katiba. Mgombea wa ubunge wa jimbo la Arusha mjini kupitia chama cha Mapinduzi CCM Paul Makonda ametoa wito kwa wakazi wa jiji hilo kuendelea kulinda na kudumisha amani iliyopo, huku akieleza dhamira yake ya kulifanya jimbo la Arusha mjini kuwa mfano wa haki na usawa katika kila sekta. Makonda alitoa kauli hiyo hapo leo alipotembelea kijiwe maarufu cha Alkasusu na Kahawa Sabena kilichopo katikati ya jiji la Arusha. Lakini najua kabisa hakuna mtu wa Arusha mwenye mashaka na uwezo wa Makonda. Hilo nina uhakika nalo. Nataka tuwapelekee moto. Yaani mpaka wanaona jiuliza. Wanaona jiuliza kama baba hivi. Kwani jimbo ni Arusha tu? Kwani sisi jukumu letu si kupigania maisha ya Arusha, si ndio? Tunahakikisha kwamba Arusha inakuwa namba 1. Arusha yenye haki. Hakuna kitu ambacho nakitamani kwa kwenye jimbo ambalo wananchi wake wanaishi kwa amani kwa sababu haki imetawala. Hiyo ni haki kwenye ardhi, hiyo ni haki kwenye vituo vya polisi, hiyo ni haki hospitalini, hiyo ni haki kwenye halmashauri zetu na mitaa yetu kwa watendaji wetu wa mitaa na wa kata. Kila kona tunatamani kuona haki inafanya nini. Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kimeeleza masikitiko yake kufuatia kifo cha waziri mkuu wa zamani wa Kenya na kinara wa chama cha upinzani cha ODM Kenya Raila Odinga kilichotokea leo Jumatano Oktoba 15, 2025. Taarifa zilizotangazwa kutokea nchini Kenya zimeeleza kuwa Odinga amefariki dunia akiwa anapatiwa matibabu katika hospitali kule nchini India. Tunataka kutoa pole kubwa sana kwa taifa la Kenya kwa kumpoteza waziri mkuu mstaafu wa Jamhuri ya Kenya. Wao walimuita baba na sisi tunamuita baba, Raila Amolo Odinga. Ni kiongozi wa siasa za mageuzi na vyama vingi Afrika. Ni mtu ambaye alikuwa na consistency kubwa sana katika kupigania mageuzi ya kidemokrasia na siasa za vyama vingi kwenye nchi yake ya Kenya, na athari za mapambano yake zimefikia mpaka kwenye mataifa mengine ikiwemo Tanzania. Wote tunajua baada ya sisi kuchaguliwa tulikutana naye Kenya, Nairobi, mimi na mwenyekiti wetu Mheshimiwa Lissu pamoja na mjumbe wa kamati kuu Lema tulimtembelea na tulifanya mazungumzo naye. Katika hatua za baadaye tutazungumza. Kwa hiyo tunatoa pole kubwa kwa chama chake cha ODM. Tunatoa pole kubwa kwa nchi ya Kenya na kwetu sote wa Afrika kwa sababu tumepoteza mtu muhimu. Kwa umri wake wa uzee ule wa miaka 80 ni mtu ambaye ni wazee ambao hata akija kwenye kusuluhisha jambo watu wote mnamsikiliza. Kwa hiyo apumzike kwa amani. Tunatoa pole kwa familia yake. Tumeguswa sana na sisi kama chama tutatoa taarifa rasmi ya kimaandishi na tutahudhuria msiba wake kumwaga Raila Amolo Odinga. Mgombea wa nafasi ya urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa tiketi ya Chama cha Mapinduzi CCM Daktari Samia Suluhu Hassan amesema katika awamu yake ya kwanza ya uongozi wake wa awamu ya 6 ametoa jumla ya shilingi bilioni 3 kwa ajili ya ujenzi wa soko la kisasa la mazao ya uvuvi kwenye eneo la Mwalo, kata ya Izoga, wilayani Muleba, mkoani Kagera. Tulileta shilingi bilioni 3 kwa ajili ya ujenzi wa soko la kisasa la mazao ya uvuvi katika eneo la Mwalo wa
Kwikwi uliopo kata ya Izigo. Tunapoenda mbele, mkitupa ridhaa yenu katika mkakati wetu wa kuanzisha na kuendeleza kongani za viwanda, tutaliangalia pia suala la usindikaji wa mazao ya uvuvi ili wavuvi wetu wapate manufaa zaidi. Vile vile tutaangalia uwezekano wa kuongeza boti za kisasa za uvuvi kwa mikopo ili tuweze kuvua zaidi. Katika kipindi hiki tulifanikiwa pia kumaliza mgogoro, kama mgombea mmoja walivyosema, mgogoro kati ya wakulima na wafugaji katika vitalu vya ranchi ya Mwisa 2 na Kagoma, ambao ulidumu kwa miaka 17. Aidha, kwa wafugaji, pamoja na kutoa ruzuku ya huduma ya chanjo za mifugo, tunaenda kuboresha kitalu kimoja kikubwa cha halmashauri, ni ile programu ya BBT kwa ajili ya ufugaji wa ng'ombe kwa vijana wetu. Tumeweza kuwapatia shughuli za kufanya vijana 300 kwenye kahawa. Sasa tunakwenda kuwatafutia vijana shughuli za kufanya kwenye ufugaji. Kwa hiyo hilo ndilo tunalojipanga. Lakini niseme, miaka hii 5 iliyomalizika tuliboresha mfumo wa utoaji wa mikopo ya 10% ya halmashauri, na tayari vikundi 152 baada ya maboresho vimenufaika na mikopo ya shilingi bilioni 2,280,000 ambayo imechangia kuongeza kipato cha mtu mmoja mmoja, vijana na wazee, lakini hasa wanawake, vijana na wenye ulemavu. Na huo ni mwisho wa taarifa ya habari, mtazamaji. Sina la ziada. Asante sana kuchagua na kutazama taarifa hizi za habari jioni ya leo ya Oktoba 15, 2025. Nizidi kukukumbusha kwamba marathoni yetu inaelekea pale Zanzibar tarehe 21 Disemba. Kaa tayari, jisajili sasa, au ukitaka taarifa mbalimbali wasiliana na sisi, na kujisajili kule ni kwa shilingi 35,000 tu. Lakini pia tuna huduma yetu ya dharura nje ya hospitali, ambapo tutakuwa tunatoa huduma ya ambulance kuanzia Novemba 1. Kwa hiyo namba zetu hizo hapo chini utapiga bure kabisa na sisi tutakuhudumia vizuri kabisa. Asante sana, nikutakie jioni iliyokuwa njema. Bye kwa sasa.